Bwana anataka kushusha, ashuke, afanye nini? Akuokoe. Akupeleke wapi? Mstari wa 8. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Nami nimeshuka ili nikuokoe na mikono ya Misri, niwapandishe kutoka nchi hii, kutoka nchi ile, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, tena pana, nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, mahali hata mahali pa Wakanaani na Mhiti na Waamori na wanaotaka. Nia yake ni nini? Anataka kukuondoa. Ameshuka ili akupandishe, ili akutoe mahali ulipozama, akutoe kwenye hilo shimo ulipozama, akuinue mpaka mahali, akuonyesha kwamba nchi pana. Katika sasa ni jana, ni asubuhi, nikasema hivi, ukiwekwa kwenye box, panzi akiwekwa kwenye box, akiruka, akigusa upande wa box, anasema mwisho wa dunia. Na mtu akiingia kwenye shida, nataka nikwambie hivi, mtu aliyeingia kwenye matatizo, yuko kwenye changamoto, huona mwisho wake wa dunia umeisha pale. Haoni nchi pana, haoni ukuu wa Mungu. Anaangalia matatizo yake, na tatizo linamuongoza mpaka kwenye mwisho wake. Anaangalia shida zake, na zinamwambia kwamba hatutoki sisi, mwisho wako hapa. Zinamfanyia mpaka asiweze kuvuka kwenda upande mwingine. Zinamtengenezea mazingira ambayo hawezi kuvuka hapo. Haujaingia kwenye shida. Tungepata mtu mmoja Lady Nyonga amerudi hapa, tungemuuliza kwa nini Lady Nyonga? Haujaelewa ninachozungumza. Umuulize mtu Lady Nyonga, muulize kwa nini Lady Nyonga? Kwa nini? Aliona hapa duniani hakuna mahali tena pa kwenda zaidi ya kufa. Kwa nini? Dunia ilikuwa ndogo. Bwana anataka kumuondoa mtu kwenye hayo mawazo ya kusema kwamba sina mtu mwingine anayeniangalia, sina watu wengine waniangalia, sina pa kukimbilia. Bwana anasema nataka nimtoe huyu mtu mahali hapa kwenye nchi iliyo finyu, nimweke kwenye nchi iliyo pana, nchi njema, ili aone upana wa marafiki. Mtu mmoja akamwambia, Yesu, tumekufuata wewe, tunapata nini? Akasema hakuna mtu aliyeacha vyote halafu akose kuwa na ndugu. Nasema utapata mara 100, kama ni ndugu mara 100, kama ni nyumba mara 100. Unasema nini? Nasema hivi, Mungu ameshuka mchana wa leo. Anashuka, anataka kukutoa kwenye hilo shimo ambalo umekaa muda mrefu. Maana hata Mungu sasa huoni. Maana umejihalalisha sasa kwamba utakuwa maisha yako hivyo tu milele yote. Hapana. Hapana. Hautakaa Misri milele. Hautakaa kwenye hiyo nchi milele. Fungua macho yako uone uwepo wa Mungu ulioshuka mchana wa leo. Unataka kukuondoa mahali. Uko uwepo wa Mungu umeshuka kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya Misri, awapeleke kwenye nchi njema, nchi pana, hata kwenye ile nchi ambayo watu wana nguvu, walikuwa wenye nguvu kuliko yeye. Unajua kuna mambo maeneo unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna maeneo unasema kwamba haya ni ya kina fulani. Unaona maeneo ya kina fulani. Haya ni maeneo ya kina fulani. Bwana anataka kukupandisha kutoka hapo mpaka mahali fulani. Mpaka nchi ile ya Wakanaani, ile nchi ya Wahiti, ile watu wanaowaogopa, yale maeneo ambayo ulikuwa unayaogopa huwezi kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuuliza swali. Wakati umetoka kijijini, wewe kuishi maisha kijijini kabisa. Asante sana. Mimi kijijini. Hapo ni mchague mmoja. Yeye ni mchague katibu wangu hapa, najua hata akipiga kelele utampa microphone alete matangazo. Ile hasira yake ipungue kidogo. Mama, uliwahi kuwaza ukiwa kijijini kabisa kwamba kuna siku moja utaje kuingia supermarket? Yaani ukiwa kijijini. Hivi mnajua supermarket? Wewe mmewahi kuingia supermarket? Haleluya, haleluya. Nisikilize, kuna mambo unayogopa kubadilisha uso mtu leo. Wacha kwa mtu mwingine
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Fumba macho yako. Katika nchi ya Wakanaani, ya Wahiti na Wayebusi, huko ndio tutakapoishi. Hadi kama alikuwa sio mataifa yenye nguvu ndogo. Biblia inasema, ukiendelea kusoma hivi sana, inasema hivi, anasema mataifa yenye nguvu kuliko wewe ndiko ninakokupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Mungu sema malaika, yeye ndiye mzungumza kati yao. Unakumbuka kile kiatu tulikuwa tunavaa cha mwisho kabisa cha gharama kubwa ni maji. Unajua sisi zile kwa zile ndana tunazisugua, naenda kuoga na isugua, hapo kutoka bafuni kuelekea ndani. Watu wengine kuisherehesha, umesukua ndana zako tena za umoja. Umekwamba leo atakuja kuvaa kiatu kama hicho, Bwana atataka kukuinua. Nataka nikwambie hivi, nazungumza vitu vya rahisi ili kama uweze kunielewa. Nisikilize, fungua macho yako uone uwepo wa Mungu unaoshuka kwa ajili ya msaada wako. Nisikilize, kuna watu walikuwa wagonjwa hawawezi kutembea, Bwana aliweza kuwainua kutoka ile magonjwa yao. Hebu nikaenda kumuuliza hapa tena, ulikuwa unajua kama sio utaona macho? Utanielewa. Kamuuliza Lazaro alipokuwa amekufa, kama alikuwa na uhakika kwamba atatoka kaburini. Kama wale kina dada zake tu wale wenyewe walisema hivi, siku ya 4 leo hatuwezi kutoa jiwe mpaka kwa nguvu. Watu wengine wanielewa. Nasema hivi, Bwana ameshuka. Kwa nini? Ameona, amesikia, anajua maumivu unayopitia, anajua shida unazozipitia, anajua uchungu unaopitia. Hausemi na mtu mwingine yeyote, haujamshirikisha rafiki wala mtu mwingine yeyote, lakini uchungu ulioko ndani yako Bwana anaushiriki. Kwa nini? Anaijua thamani alikokutoa. Anasema hivi, na tumfanye mtu kwa sura yetu. Ana sura yake ndani yako, ana sura yake kwenye maisha yako. Hapendi upite kwenye hizo shida. Ndio maana ameshuka leo, mchana wa leo, ili akutoe kwenye hiyo hali, akutoe kwenye hiyo shimo, akupandishe mpaka juu kwenye nchi pana, nchi nzuri, nchi njema, hata kwa Wahiti. Amen. Waamuru. Yaani anawataja. Kwa nini anawataja? Kwa nini asikitaja hapa kabisa? Kwa nini asigeandika tu kwamba hata yale mataifa mengine? Kwa nini anataja? Unajua kwa nini anataja? Ili kwamba aone kasa anakompeleka nguvu zake haziwezi, ila anayeweza hizo nguvu ni Mungu peke yake. Amen. Unasema nini? Hiyo tatizo la mwili wako, ugonjwa ulionao katika mwili wako, nisikilize, hakuna daktari anaweza kukuponya. Najua umeshaenda hospitali, umepima hapa, wakasema kwamba hii kwa kweli itakuwa operation India, na hela huna. Na huna. Wepo Mungu umeshuka hapa anataka kukupandisha kutoka kwenye hali ya ugonjwa. Hiyo hali yako inayokuumiza, Bwana ameshuka, uwepo wake umeshuka hapa ili akuondoe kwenye hiyo shida kabisa. Wepo Mungu, fungua macho yako uone. Uone. Bwana ameshuka. Kwa nini tunakaa hapa? Unajua ukiangalia watu sasa wameanza kupendeza. Hata ukiuliza mzee wangu hapa, mzee wako yangu, unafikiri aliwazia hivi akiwa darasa la kwanza? Kumbuka kwamba alikuwa anachunga, kama alikuwa na ng'ombe alikuwa anachunga. Lakini watu wakiona namna hii, wanasema kwa wenzetu wamefanikiwa. Nisikilize. Nimo ndani ya Yesu ninaburudika, nimo ndani ya Yesu ninaburudika, nimo ndani ya Yesu ninaburudika, nimo ndani ya Yesu ninaburudika. Hakuna misaada ya wanadamu ikishakoma, misaada ya madaktari wamepima, madaktari bingwa imekoma, wenye kukufadhili na ufadhili umekoma, watu wenye kukupenda upendo nao umekoma. Wakati ambapo wanakulilia ukiwa ndani ya kaburi kama Lazaro, wenye kukulilia wanaanza kupungua, wanaanza kusahau kwamba sasa tulizika toka juzi. Unisikilize, tunakukumbuka katika kaburi ya maiti yako bado iko ndani. Hata kama uko ndani tuanza kupanga mipango ya kukusahau. Tukija na hiyo hata nini, siku kama mimi wewe utawahi, siku moja utanibeba au mimi nitakubeba. Tukishakubeba
na vitabu vyetu tutavibeba. Unafikiri tutaacha kitabu tutabeba? Tutakwenda tutaimba pale kaburini. Pendo katika Bwana, Bwana alitoa, Bwana alitoa, jina la Bwana lihimidiwe. Tukishakurushia mchana, tukishakurushia mchana. Rudishieni mchanga pale, tunasema pale na vitabu vyetu. Sija tukipo mzee Pena hapo ndo anaongoza ibada ya kwako. Sijajua ya nani atakavyo pale. Lakini tutoke pale tumesimama. Tukishamaliza, tumefukia, tumemaliza. Tunasikiliza tunaposema sisi watakatifu. Yesu wa Pentecost. Hatuna ibada nyingine tena hapo kwenye kaburi. Hatuna sababu ya kurudi kwenye kaburi. Huyu tumeshamwacha tumekuacha. Ndio kwa hiyo tumeshaondoka. Haturudi. Hata ufanye haturudi. Lakini sikilize, siku moja Lazaro yuko kwenye ile kaburi. Yesu ametembelea